Moja ya kazi yangu ya msingi ni kuhakikisha na kuupdate kila kinachoendelea katika camp ya Simba ambayo iko hapa Kigali, Rwanda kwa ajili ya michuano ya Sekafa Kagame Cup. Leo hii mnyama alikuwa na session ya mazoezi ya asubuhi ambayo ilifanyika saa 3 kamili kwa saa za hapa Rwanda, saa 4 kwa saa za nyumbani Tanzania. Lakini kuna session nyingine itafanyika jioni saa 11:30. Yes, alafu kuna session ya 3 ambayo huenda wasiende. Wana session 2, moja asubuhi, moja jioni. Ilibidi kuwa kuna session 3 lakini wamezifanya 2 tu. Hii ya 3 ni ile ya Sekafa wenyewe ambayo inabidi wakatrain saa 2 usiku. So kutokea hapa nimekuwa nikuupdate vitu vingi sana ambavyo vinaendelea hapa, lakini pia kuna jambo nimeliona nikasema hapana, hili inabidi niwapelekee ndugu zangu, inabidi nipelekee familia muweze kujua kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi cha Simba. Hapa tunakwenda kuzungumzia kuhusu performance ya wachezaji, lakini tunayebezi hapa zaidi ni Vedastus Masinde. Bwana huyu bwana ni RPC kabisa. Ni RPC kabisa, kiongozi huyu wa jeshi la polisi la mkoa. Bwana Vedastus Masinde ni mchezaji wa Simba ambaye tunamfahamu kuhusu huyu mchezaji. Ni nyota ambaye Simba walimtoa kwenye kikosi cha TMA ambacho kinashiriki championship kutoka kule Arusha, na walimuona wapi? Ilikuwa ni Fadlu Davids ndo alimuona katika mchezo wa kombe la CRDB katika zile hatua za mtoano. TMA walicheza na Simba, Simba alishinda, lakini huyu beki alikuwa ndo anacheza pale nyuma, bwana mdogo tu. Fadlu Davids alimuona akahitaji huduma yake, akasema huyu aongezwe kikosini. Just imagine, mtu yuko championship, timu ya ligi kuu, au sio tu timu ya ligi kuu, Simba, wasifu wa Simba ulivyo mkubwa, anatokea kocha anasema huyu namtaka kikosini. Kwa hiyo akapelekwa kwenye kikosi cha Simba, akasajiliwa, akawa mchezaji wa Simba since last season ndo hivyo akawa anapambana ku break through, kupita kwenye kikosi ili aweze kupata nafasi zaidi ya kucheza, lakini mazingira yamekuwa magumu kwake kwa sababu ya uwepo wa top defenders pale kwenye kikosi cha Simba. Yes, tunafahamu msimu uliopita ni msimu ambao alikuwepo Rushan Derek, alikuwepo Abdurazak Hamza, baadaye akaongezwa Wilson Nangu, akaongezwa Ismail Toure Olivier, lakini pia wana Hussein Mbegu. Kwa hiyo ukiangalia hapo kuna 5 defenders ambao wanacheza as a center backs, walinzi wawili wakati. Kwa hiyo na yeye manake kikapu, kwa hiyo wanakuwa na defenders 6 defenders, madefender 6 wakati. Kwa experience yake ilikuwa ndogo kuingia pale. Nyota ambaye aliingia kwenye kikosi akaanza ku challenge alikuwa ni huyu Wilson Nangu alivyoingia kikosini alienda ku challenge. Yes, alianza kumweka bench Shamu Karaboye mpaka baadaye anaondoka anaenda TRA. Nangu ndo alionekana kupenya, Abdurazak Hamza alkadhalika na mwenyewe alionekana kupenya. Mbali na hapo, baadaye Steve Barker alivyokuja, combination yake ikawa zaidi inamtumia Ismail Olivier Toure ambaye amefanya naye kazi Stellenbosch, anamtumia pia na Rushan Derek ambaye anatoka naye South Africa. So hao ndo nyota ambao walikuwa wanapata nafasi zaidi. Huyu Vedastus Masinde nafasi yake haikuwa kubwa sana kikosini, ilikuwa anaaminiwa kwenye zile mechi za playoff zile za mtoano kwa mfano kama CRDB, sometimes alikuwa anapata nafasi ya kucheza. Sasa Masinde msimu huu, Vedastus Masinde msimu huu anaonekana ni kiumbe ambaye anakuja tofauti kabisa, na nasema hayo kwa nini? Mechi za Sekafa amecheza Masinde, amecheza Masinde kwenye center back, amecheza yeye na Rushan Derek, amecheza yeye na Anthony Mligo, amecheza yeye na Shomari Kapombe. Masinde yuko pale, Masinde Vedastus yuko pale kwenye center defender, wanabadilishwa madefender wengine. You know why? Ungeweza kufikiria labda Ismail Olivier Toure anaumwa, hayuko sawa au vipi? Hapana. Leo katika kikao cha waandishi wa habari na kocha Steve Barker, alikuwa pia Nixon Kibabage, nilipata nafasi ya kuuliza kuhusu status ya squad, kile ambacho kinaendelea, lakini pia nikataka kujua kuhusu Vedastus Masinde kuaminiwa kucheza hizi mechi zote mpaka sasa, anacheza na defenders ambao wana experience, iko vipi? Ikumbukwe pia Abdurazak Hamza na Wilson Nangu wana special task
wana program maalum ambayo wamepewa kwa ajili ya kurecover, kwa sababu tunafahamu muda mrefu wamekosekana uwanjani kutokana na injuries ambazo walikuwa wamezipata. One of the best defenders, lakini ndio hivyo ana recover mdogo mdogo. Sasa Steve Barker alimzungumzia Masinde kwenye positive way, kwamba ni beki mdogo ambaye maturity yake inaongezeka, anazidi kuimaster game, ana react kwa haraka, ni mchezaji ambaye ana vitu vingi uwanjani. Mind you, Masinde ana uwezo kutumia miguu yote miwili vizuri. Sasa hii ni sifa ya ziada tunasema ambayo yuko nayo Masinde kwenye hii michuano ya Sekafa. Ameperform vizuri sana. Ismail Olivier Ture ambaye ndo partnership yake kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, huwa anacheza na Rushan Derek, hajapata game time ya kutosha kucheza katika hii michuano, na yupo ana train, lakini imekuwa changamoto kumtoa Masinde pale. So kuna picha kubwa ambayo najaribu kuipiga mimi, huenda Masinde hiki anachokionyesha, huenda akaenda kuanza season akiwa as a center defender ambaye anakwenda kupartner na mwingine ambaye atachaguliwa kuanza naye kama kwenye eneo hilo la katikati. Hilo ndo kubwa kutoka kwa Vedastus Masinde ambaye ameonyesha kiwango bora kabisa mpaka sasa hivi tunapozungumza. Mchezo wa mwisho kuna vitu amevyozungumzia kocha katika mchezo wa mwisho, lakini kwa hapa kitu kikubwa ni jinsi sasa Masinde ukimwangalia mwenyewe Vedastus ni mchezaji ambaye ana determination kubwa. Na unajua hii season huenda ikawa ni season ya kipekee sana kwa wachezaji wengi. Ni kitu ambacho nisha kukizungumzia pia, kwamba wachezaji wengi they are seeking, wanatafuta nafasi ya kuitwa kwenye vikosi vya timu za taifa kwa ajili ya AFCON. Kila mmoja anataka kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo wachezaji wa kizawa wanajitoa sana ili kuweza kupata hizo call up kwa ajili ya national team. Sasa mchezaji kama Masinde ana dream, ana ndoto, na amini anatamani siku moja kuwa pale. That's why chance anayopata, unamwona namna ambavyo anapambana. Angalia zile quick reaction zake, mwangalie jinsi alivyo mzuri kwenye kasi, pacing yake ni nzuri. Kwa center defender kukuta na pace namna ile ni ngumu. Lakini pia angalia eneo la 8 yake ni kubwa. Angalia nishati uwanjani, namna ambavyo anazunguka, ana uwezo wa kukaba, uwezo wa kupress, uwezo wa detection, kuwa na uwezo wa kudetect hatari katika eneo la mwisho. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Sasa unajua mara nyingi makocha wengi wazuri hawaangaliagi experience. Wakati mwingine yani kuna maeneo inawezekana experience usiangalie sana, unaangalia quality, nani anakupa nini. So far tunapozungumza Masinde tayari ameshacheza mechi zote mbili, so we are waiting for mechi inayokuja ya mwisho kama atamtumia au la. Lakini naamini wana Simba wanafurahishwa na ambacho Masinde anaperform, lakini pia ni Tanzania inafurahishwa. Yani tukivua ule ushabiki tukiuweka pembeni, tukiuvaa uzalendo, unaona kuna namna ambavyo watu tunafurahishwa as Tanzanians kwa ajili ya future ya michuano mikubwa kama hii ya AFCON ambayo inakuja, ambayo kimsingi sisi ni sehemu ya waandaaji. So kwa Vedastus Masinde ni mchezaji ambaye ameanza anakuja vizuri, of course anakuja vizuri, na Fadlu Davids kile ambacho amekiona tunakuja kukiona sasa hivi. Inawezekana ikawa tukiona back na times, lakini tunakuja kukiona sasa hivi kwa kile ambacho anatuprove, anatuoneshea Vedastus Masinde. So hii ni hazina kubwa sana kwa Simba, ni hazina kwa taifa. Vedastus Masinde, and here we go. Wewe kwa nafasi yako unaweza kuweka comment kwenye comment section hapo kwa unavyomfahamu Masinde, na kwa hii report niliyokupa kutokea uwanja wa mazoezi kwa kile ambacho anakifanya hapa. Unaona ni nyota ambaye anastahili kuanza kwenye kikosi cha kwanza, yani unaridhishwa na kiwango chake, na umemwona pia kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup. Unaona unaridhishwa na kiwango chake au bado hatoshi, inahitajika combination ya watu wengine? Basi tuweke comment kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports. Reports bado ziko nyingi, tutakuwa tunaendelea kupeana kutokea hapa Kigali mpaka pale tutakapomaliza trip yetu ya kuwa hapa na kuangalia mambo mengine yanayofuata hapo mbele. Hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Bye.